بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، ndugu mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karibu katika darasa nambari 46 katika mfululizo wa darasa za somo la aqida ama tauhidi zinazotoka katika kitabu ama mtaala wetu wa hii series cha khudh aqidataka min alkitabi was sunna. Tuko katika ukurasa nambari 21 kwa chapa tulionayo katika anwani inayosema mimman natlubu shafa'ata rasuli, kutoka kwa nani tuombe uombezi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Swali hili linakuja kutokana na tendo linalokhalifiana na mafundisho ya dini la watu huenda, la baadhi ya watu wanapokwenda katika ziara ya kabri la mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huwa wanamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, yani ishfa' li ya Rasulullah yawm al-qiyamah, ni shufaie siku ya kiyama ya Rasulullah, ni shufaie siku ya kiyama ya Rasulullah. Ama wengine anapeleka salamu, kamwambie mtume sallallahu alaihi wasallam asinisahau, aje aniombee siku ya kiyama. Kwa nini tunasema jambo hili la khalifiana na sharia? Kwa sababu hili jambo la ash-shafa'a tumekuta katika dalili kwamba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amesema ni milki yake peke yake. Suala la mtu kutetewa na mtume sallallahu alaihi wasallam ama kutetewa na yeyote, shafa'a imethibiti na utetezi umethibiti, lakini hilo haliwi isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa lugha ya wazi na maelezo kwamba shafa'a yote ipo kwake, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alikuwa anawataka watu, yani katika hali ya kuwa alikuwa anawataka watu wakitaka waombewe na mtume sallallahu alaihi wasallam, wafate katika vigezo wa muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfanya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni muombezi wao. Na tangi hapo jambo hili ni swala lina vigezo vyake, ili mtu aweze kuingia katika wale watakaoombewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si katika vigezo vyake kwenda kumwambia mtume niombee pale katika kabri lake. Utaona nitasoma maelezo haya mafupi katika hii risala. Anasema jawabu natlubu shafa'ata rasuli min Allah, shafa'a ya mtume unaiomba kutoka kwa Allah, yani Allah mjalie mtume niingize katika orodha ya watakaoombewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema qul lillahi ash-shafa'atu jami'a, waambie waumini kwamba shafa'a yote, masala yote ya shafa'a ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna swali la kujiuliza, Allah Jalla wa Ala alipotoa taarifa hii alikuwa anamaanisha nini? Na hii ni nukta huwa watu wengi tunaisahau. Yani tunaweza kutafsiri aya ama hadithi, lakini hatujiulizi kwa nini maneno haya yalisemwa. Kwa nini Allah alisema, alitoa taarifa lillahi shafa'atu jamia? Hivi vote ni vya Mwenyezi Mungu, yani Azza wa Jalla anataka mumuombe yeye hicho ambacho amesema anacho yeye peke yake, hana mtu, hana mwingine katika, hana mwingine yote, hana share na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika hilo. Hii iko wazi sana. Wa'allama sallallahu alayhi wasallam as-sahabiyya, na mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha sahaba an yakula, aseme Allahumma, ewe Mola wangu, shafi'uhu fiyya, mfanye huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni muombezi kwangu mimi. Hadithi hii ni hasanun sahih. Kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye yeye mwenyewe atakayeombea? Kwa nini tu asimpromise bwana nitakuombea? Akamwambia mwambie Mwenyezi Mungu anifanye mimi ni muombezi. Nafahamu?
kama ilivyokuja kwamba kwa atakayeitikia adhana awe ni muadhini mwenyewe. Muadhini pia anatakikana aitikia adhana yake, muadhini mwenyewe aitikia adhana ama mtu mwingine. Alafu akasema maneno aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wad-darajata ar-rafi'a wab'athhu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adtahu. Ewe Mwenyezi Mungu, katika nachukua kipande cha kinachohusiana na maudhui yetu. Ewe Mwenyezi Mungu azza wa jalla, uje umpe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nafasi ya kusifiwa, ya kutetea, ya utetezi, nafasi ya shafaa ya pekee. Shafaa ya pekee, yani hakuna mtume yeyote atakayepewa nafasi hiyo zaidi ya hiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama anaombewa. Akasema Mtume akasema, atakayeniombea nafasi hii ataingia katika wale ambao nitawaombea siku ya kiyama. Halat lahu shafaati yawm alqiyama, itamhalalikia yeye shafaa yangu siku ya kiyama, ama itampata yeye shafaa yangu siku ya kiyama. Afwan. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha huyo mtu aseme Mwenyezi Mungu mfanye rasuli yako, hakumwambia niombe. Yani maana yake ilikuwa ni somo kwa masahaba wote, ijapokuwa wanaishi na Mtume waombe uje uniombee. Sasa inakuwaje sisi tutaenda kumwambia uje uniombee kaburini, au tutatuma taarifa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwambie nifikishie salamu asije akasahau siku ya kiyama. Allahumma shafi'u fiya, na mimi nasema Allahumma shafi'uhu fina, Mwenyezi Mungu mfanye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni shafi'an lana yawm alqiyama. Hadithi hii ni iko katika daraja ya hasanun sahih, rawahu at-Tirmidhi, imepokelewa na al-Imamu at-Tirmidhi. Waqala, na akasema sallallahu alayhi wasallama, inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan yawm al-qiyamati liman mata min ummati la yushriku billahi shay'an, rawahu Muslim. Ya salam. Mimi nimeficha kibindoni, ili neno kibindoni nimeongeza mimi, lakini yani maana ni hivyo, in ikhtaba'tu da'wati, nimeficha kibindoni dua yangu. Ameficha kibindoni dua yake, shafa'atan, kwa ajili ya shafaa, kwa ajili ya tukio la shafaa yaum alqiyama, siku ya kiyama. Utamwombea nani ya Rasulullah? Liman mata min ummati la yushriku billahi shay'an, kwa yule ambaye, mtu muhimu sana, amefariki katika umma wangu hamshirikishi Mwenyezi Mungu azza jalla kitu chochote. Yani nitamuombea kila mtu katika umati wangu, ila nitashindwa kumuombea ambaye amefariki katika umati wangu akiwa anamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewanyanyua watu wa tauhidi, lakini pia akataja kwamba katika vigezo vya kuzuiliwa shafaa ya Mtume isimpate mtu yote katika watu wa zama zake ni kwa mtu ambaye amefariki hali ya kuwa anamshirikisha Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Na'udhu billahi min ashirki, Allah tuepushe na ashirki. Kisa cha da'wa ya kibindoni, da'wa ya Mtume ya kibindoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika maelezo mengine kwamba kila nabii Allah jalla wa ala alimkirimu, alimpa ofa ya dua moja ambayo akiomba lazima anajibiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndugu zake manabii, kila mtu alitumia nafasi yake, nafasi ya hiyo dua kuomba kitakacho. Kuna wengine waliomba watu wao waangamizwe na wakaangamizwa, kwa sababu hiyo ni dua ambayo hairudishwi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nadhani alitafakari chance position ambayo itakuwa hiyo dua inahitajika sana, asitumie hivi katika tuseme nguvu ya dua, asitumie hiyo nguvu ya dua katika jambo ambalo labda la kawaida au si kubwa sana, au lawezekana kwa mlango mmoja au mwingine. Akafikiria ni mahala gani ambapo hiyo dua ndio itakuwa hasa imepewa haki yake kutumiwa mahala pake. Akasema mahala ambapo tutakuwa tuna shida sana, yani mimi na tafsiri dhana ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku ambayo
tutakuwa tuna shida sana mimi na umati wangu. Tangia hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mbinafsi, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Siku ya kiyama kila mtu atakuwa anasema nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, mpaka manabii. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa akisema ummati ya rabbi ummati, Allahumma ya rabbi ummati, umati wangu, umati wangu. Hata katika pale kwenye matukio magumu Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pale pale, na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upande wake yuko salama, lakini akimuomba Mwenyezi Mungu, Allahumma sallim, Mola wangu pitisha salama, Mola wangu hili lipite salama, Mola wangu position hii ipite salama. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni arhamu khalqi Allah ta'ala baada khaliqiha, ambaye ni mwenye huruma zaidi kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu azza jalla baada ya muumba wao. Sisi hatuna mwenye huruma zaidi na sisi kuliko yule aliyetuumba. Allahu jalla wala ni mwenye huruma zaidi na sisi kuliko hata wazazi wetu. Anayefuatia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mimi na wewe tumepata bahati ya kuwa huyu ndio nabii wetu. Allah mpaka akatusimbulia, akatutajia fadhila hii katika Qur'ani, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hakika mmekwisha kuijiwa na nabii katika nafsi zenu, binadamu mwenzenu, min anfusikum, yanamtia tabu sana yale ambayo ni matatizo yenu. Azizun alayhi ma anittum, ni mwenye kupupia sana nyinyi mpate kheri na muepukane na shari. Bil mu'minina, huyu nabii kwa waumini ni raufur rahim, ni mpole na ni mwenye huruma sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ile dua yake hakutaka kuitumia duniani, akasema iko siku yenye matatizo zaidi, yenye shida zaidi, nitaenda kutumia huko mbele. Hiyo ni fursa gani? Kwamba maombi yangu hayo, shafaa yangu, utetezi wangu huo nimeuweka kwa ajili ya kutetea, hiyo dua yangu nimeweka kwa ajili ya kutetea yeyote katika umati wangu aliyefariki hali ya kuwa hamshirikishi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allahumma shafi'uhu fina, Allahumma jannibna shirk. Hal natlubu shafa'ata min al-ahya, je, tuombe shafaa kutoka kwa walio hai? Hii ni sehemu ya pili ya mada inayokamilisha suali la kwanza. Anasema natlubu shafa'ata min al-ahya fi umuri dunya, tunaomba utetezi katika mambo ya dunia kwa watu walio hai. Tunaomba utetezi hapa anamaanisha kwamba tunaweza kuomba kusaidiana sisi kwa sisi tulio hai, lakini haturuhusiwi kwenda kuomba msaada kwa waliowafu. Na masala haya na masomo haya yametangulia mangi sana katika darasa zilizotangulia. Kwa nini unwani hii inakuja? Ni kwa sababu tumezungumza haifai kumuomba yeyote shafaa isipokuwa Mwenyezi Mungu azza jalla, shafaa ya rasuli isipokuwa Mwenyezi Mungu azza jalla. Mtu anaweza akachukulia labda na haturuhusiwi kuteteana hapa duniani. Anasema katika mambo ya dunia tunaomba kusaidiana na kuteteana. Natulbu shafa'ata min al-ahya'i fi umuri dunya, tunaombana katika mambo ya dunia. Qala Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema man yashfa' shafa'atan hasana, ambaye atatetea utetezi mzuri, yakun lahu nasibu minha, atapata fungu. Yani ukimtetea mwenzio, bwana msamehe, bwana usimpige, bwana hivi, bwana msamehe, amekosa ndio lakini msamehe, usimwadhibu, usichukue kisasi. Allah jalla wa ala anasema na yeye huyu naye atapata fungu la thawabu kwa hii amali. Wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, na atakayetetea utetezi mbaya, atakayewatetea wabaya na mambo yao mabaya, kama watu wengine leo wanatetea mashoga, wengine ni wanasiasa. Huyu mwanasiasa kichwa maji kabisa, hafai, na kwa sababu huenda amekula pesa za mashoga, kwa hivyo wanawatetea mashoga, wanatetea na wanawatetea mambo yao yaendelee na wasibughudhiwe, watekeleze maasia kwa uhuru. Kuna watu wengine wanatetea walevi wa leo, wengine wanatetea watu wazini wapendavyo, wengine wanatetea watu wafanye liwati wapendavyo. Yule ambaye atatetea utetezi mbaya, yakun lahu kiflun minha, analo fungu baya katika huo utetezi, ay nasibun min wizriha, fungu katika madhambi.
Waqala sallallahu alayhi wasallam, ishfa'u tujaru, teteni mtapata ujira. Kuna watu wanayo hii nafasi kwa jina lake, kwa hadhi yake, kwa cheo chake, anaweza kusema neno tu, sio kutoa pesa, akamtetea mtu, akapewa nafasi, akapewa kazi, akapewa posti ya masomo, akapewa nafasi yote iliyo nzuri itakayomsaidia yeye na watu wake, na ataitumia vizuri. Basi tumia fursa hiyo kupata ujira. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza, teteeni mtapata ujira mbele ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Hadithi hii ni sahihun rawahu Abu Dawud, hadithi sahihi imepokelewa na Abu Dawud. Mbele yetu katika darasa ijayo tunayo unwani inayosema hal nazidu fi madhi rasuli, je, tuzidishe katika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni kipi kiwango cha mwisho cha kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tukutane katika hiyo darasa inayokuja. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.